Kwenye familia kuna watu ambao wanaweza kapokea mambo kwa ukubwa na kuna wengine wasikubali kabisa. Ukiangalia Janet Jackson yeye toka mwanzo alikuwa ameshirikishwa kwenye lile jambo la kutengeneza filamu ya Michael. Sasa kwa njia nyingine ya kupendezewa na kile kitendo cha kaka zake kuweza kumtenga, najua ndio maana baadaye hii filamu wakati anakuja kumalizia kuishoot wakati na preview aliitwa, anasema ameiangalia, lakini anasema kuna asilimia takriban 75 hawajaportray kile ambacho Michael alikiishi au alikifanya. Kwa hiyo amekuwa kama vile ni mtu ambaye hajapenda ile filamu kwa ujumla, lakini unaweza kuona kwa Jafar imekuwa ni moja kati ya mafanikio makubwa kwa sababu ni kazi ambayo imeshowcase yeye anachoweza kufanya na uwereji wake na ubobezi katika uigizaji. Nilikuwa nasikiza director wa ile filamu alikuwa akiongea, unaona Anthony Fuqua, mmoja kati ya directors wa uso mafanikio makubwa ambaye yeye ndiye anahusika na kutengeneza Equalizer za Denzel Washington. Anatengeneza na Training Day ya Denzel Washington kama nikumbuka, ambaye alimpatia Oscar. Kwa hiyo alikuwa anasema kwamba Anthony Fuqua kwamba iliyochukua miaka 2 kuweza kumpata yule kijana kuweza kuigiza uhusika wa Michael Jackson. Cha kwanza alivyompata Jafar walibidi wamweke tuseme kwamba chimbo. Najua takriban miezi 3 kuweza kumwambia kwamba je, unaweza kuigiza kama Michael. Jafar anasemekana kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye imwazi, alikuwa mkweli, akasema na mimi siye kuigiza, lakini mkinipa wasaa nitajaribu kufanya hivyo. Kwa producer ile filamu, unajua na choreographer ambaye anahusika na kutengeneza zile moves za kucheza na vitu mbalimbali, wacho kifanya wao walibidi wamweke pembeni, wakaweza kumpa training ya miezi 3. Na ile kijana anadai kwamba kukua kuna ugumu kidogo kwa sababu familia yake ilianza kupata wasiwasi, akamwambia bwana wewe unapoteaga hapa, unaenda kufanya shughuli zako, unaendaga wapi? Hem, tuelezee. Sasa ilibidi arudi kwa producer director kwambia jamani, familia imeshaanza kuwa na wasiwasi kuhusu mimi. Wanaona kama vile nimepotea. Kwa hiyo je, niwaambie kwamba nimeanza kutengeneza hii filamu? Wakaambia kwa sasa haina usiri tena. Waambie kwa sababu akupe ile go ahead, akupe na baraka zako ili uende kufanya kazi. Kwa hiyo sio kwa kwake yeye. Hii ikawa ni moja kati ya njia ambayo ikawapa kama ile blessing na familia kuweza kumpongeza kama bwana yamfanye hicho kitu. Kwa hiyo ukiangalia behind the scene movie imeweza kutengenezwa miaka 2 iliyopita. Lakini Jafar anasema kwamba zile style za kucheza zilimchukua miezi 3 mwanzo. Baadaye ikabidi aanze kufanya training kuweza kuanza kuigiza. Yaani maana yake aliingia darasani kuweza kufundishwa kuigiza pia. Kwa sababu huwa anajifunza shule. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba imemchukua takriban mwaka 1 na miezi 6 kujifunza kuigiza na kujifunza kucheza. Ndio maana ukiangalia anasemekana kwamba katika movie ambayo imeweza kugusa 90% za mlengwa ambaye ni Michael, hii itakuwa ni moja wapo. Kuna biopic nyingi ambazo zishawahi kufanyika, lakini watu wakawa hawafanyi vile ambavyo alitakiwa kufanya yule mwenyewe, alifanya mwenyewe. Yeye anasema kwamba Michael ni mtu mkubwa sana na mashabiki wanamjua Michael kupitia videos na vitu mbalimbali. Kwa wanamjua anavyocheza, wanajua anavyoimba. Kwa hiyo hata unapotaka kumuigiza yeye, lazima uhakikishe kwamba umeweza kumvaa husika vizuri. La sivyo inaweza ikatengeneza dosari kwa sababu moja kati ya wanamuziki mama cha legacy kubwa ni Michael. Kwa hiyo huyu katengeneza kitu kama kumdogosha, inaweza ikamharibia CV ambayo alitengeneza kwa miaka mingi. Tunakumbuka pia Jennifer Lopez mwaka 98 aliigiza kama Selene. Kama unakumbuka, unajua moja kati ya movie ilipata mafanikio makubwa. Lakini unaweza kuona kwamba alichokifanya mwaka 98 leo hii kimeambiwa kwamba amepewa tenda ya kuweza kuigiza ya pili ambayo ni Selena. Kiswahili tunasema Selena, yes. Kwa hiyo unaweza kuona ni mafanikio makubwa ambayo alifanya. Lakini ambacho nakisema hapa ni kweli, kuna mawili, either ukafanya kitu kikaa kikubwa au kitu ukifanya kikawa kidogo. Kwa hiyo ukiangalia kwa waigizaji wote ambao walipata wasaa kuigiza hizi nafasi, wengi wao jitahidi kuweza kufanya katika weledi mkubwa kwa sababu ya kuweza kujipatia fursa ya kuweza kuonekana zaidi au kushine. Kwa hiyo ukimwangalia kwa Jafar pia imekuwa ni hivyo, imekuwa ni nafasi au imekuwa fursa kwa kuweza kuonyesha kile ambacho anaweza kufanya. Lakini leo hii amekuwa ni mwigizaji ambaye anaangaliwa katika jicho lingine. Kwa hiyo nategemea kwamba Ijumaa hii itapokuwa imetoka hii filamu itampa wigo mpana watu wengi kuweza kumjua. Na wengi wanasema kwamba katika waigizaji ambao wamejitahidi kuweza kuvaa usika vizuri ni Jafar. Naweza ukiangalia hata vipande ambavyo vinajitokeza sasa katika mitandao ya Michael akiwa akicheza ile trailer kuna shabiliana kabisa na ile maisha ya Michael aliyofanya. Na unaweza kuona kwamba Lady Gaga alikuwa ana group ile ya Michael Jackson kama unakumbuka ile. Alikuwa na coat na Michael Jackson ambaye alivaa mwaka 78. Kwa hiyo alikuwa kavinunua vile takriban dola za Kimarekani $200 akakaviweka nyumbani kwake. Lakini alipofuatwa akamwambia bwana tutaka tuigize movie ya Michael. Kwa hiyo tulikuwa naomba ile coat na ile gloves ile tunajua tuweze kuigizia. Anasema kwamba nilitoa kwa mikono miwili. Kwa sababu ninamhusudu sana Michael na napenda kazi zake. Kwa nilitoa ushirikiano, ndio maana kiangalia Jafar nguo nyingi alizozivaa kwenye hii filamu ni nguo ambazo zilikuwa za marehemu Michael Jackson ambazo alizivaa kipindi anafanya show au kwa kufanya kazi zake. FM kutoka Dar es Salaam.